Leo hii wa Tanzania, nchi za majirani zetu karibu wote wameshavurugana. Na leo hii nilikuwa na mkutano mkubwa sana wa utatu kati ya Tanzania, Burundi na UNHCR, shirika la wakimbizi duniani. Tunafikiria namna ya kuwarudisha wakimbizi wale wa Burundi kurudi kwao, maana wamekaa hapa karibu miaka 40 na wako hapa zaidi ya miaka 40 wamekaa. Sasa tunafikiria warudi kwao kwa sababu masharti ya ukimbizi yameisha, hawataki kuondoka. Hawataki kuondoka, tunafikiria kutumia ushawishi wa nguvu ili waweze kuondoka. Kama watu wakimbizi hawataki kuondoka kwetu, alafu sisi hatuienzi na kuiheshimu amani ya nchi yetu, tutakuwa sisi ni wajinga wa mwisho, kwa sababu tunaona na kusikia kwa wenzetu kinachotokea. Vitu vya kuiga vinavyotokea sasa vya kutaka kutuchonganisha kati ya mwenye nacho na asiyekuwa nacho, kati ya mwenye umri mkubwa na kijana, kati ya wadini hii na wadini hii, ni vitu vibaya ambavyo tutakuwa sisi ndio tuliokuwa wasuluhishi wa hao waliokuwa wanaingia kwenye matatizo hayo. Leo sisi tukigombana hapa eti vijana mnachoma rasilimali zenu, tukigombana hapa sisi atakuja kutusuluhisha nani? Maana sisi ndio tulikuwa wasuluhishi wa wengine wote huko. Kama Nyerere akifufuka akuta wa Tanzania tunayafanya haya, atashangaa na atasema hawa sio Tanzania ndio wale. Naomba niwasihi sana vijana, siku ya tarehe 29, siku ya uchaguzi na siku iliyofuatia, kilichotokea mliona. Nilikuwa napiga simu naambiwa kote huku mmechachamaa. Mmechachamaa kabisa. Sasa sijui mnamchachamalia nani? Maana niliwauliza hata mliyekuwa mnamchachamalia mnamjua? Na mimi mtu wa Vingunguti hapa tunajuana wote. Maisha yetu ni ya kwenda sokoni, turudi nyumbani tule, na kesho tunaenda kutafuta tena. Twende machinjioni, twende tukafanye kazi, kesho tule tena. Ukikaa siku 2 hujafanya kazi, unakufa. Sasa ni bora ufe kwa njaa kuliko kwenda kupigana vita ambaye huijui anayekupiganisha vita ni nani na mwenyewe hayupo. Kwa hiyo niwasihi ndugu zangu, kitu cha kwanza ni amani. Kitu cha kwanza ni amani. Vijana wa Tanzania tutunze amani yetu. Vijana wa Tanzania tuienzi amani hii, kwa sababu na sisi wenzetu tunaona tunaanza kuzeeka, tulipokea kutoka kwa wazee, na sisi tutawaachieni na nyie mtaiendeleza. Leo mnapojazibika mnaenda kuchoma vituo vya miradi mikubwa kama ya mwendo kasi. Mwendo kasi ni mradi unaojengwa kwa ajili ya watu wasiokuwa na uwezo, ambao hawana magari, ili waweze kusafiri. Wewe uliyejengewa tena ndio unaenda kuchoma. Unapochoma, fedha hiyo tumekusanya kodi ya nchi, lakini pia nyingine tumekopa. Sasa kama tumewekeza ili mwekezaji huo ubebe uchumi kwa ajili ya wajukuu na wajukuu vyenu, halafu mnachoma moto. Unapochoma moto, mtakuja kulipa na nini? Ni dhahiri itakuwa taifa lililokufa. Tusikubali kutumika, tulinde amani yetu. Vingunguti amani, sema amani kwanza. Vingunguti, Vingunguti. Naomba vijana mnyoshe mikono. Vingunguti, Vingunguti. Tumetesti, tumeona ile raha tabu, ile raha tabu. Tutarudia tena, tutarudia tena, haturudii ngo. Nasikia kwa mitandaoni huko angani wapo wanaoshabikia wanasema turudie tena tarehe 9. Mko tayari kurudia tarehe 9? Mko tayari kurudia tarehe 9? Na washukuruni sana kwa sababu hamko tayari kurudia. Na tunataka tuwaonyeshe kwamba Tanzania ile ilikuwa bahati mbaya. Sasa tumerudi kwenye akili zetu. Hatumsikilizi mtu, tunataka tuje machinjioni, tutafute pesa yetu, tuendelee na maisha, tuburudike kama hivi kwenye nyama choma, kubila moto, nyama choma hapa ndio maisha tuliozoea Vingunguti. Kweli sio kweli? Vingunguti ni sehemu ya raha. Vingunguti ni sehemu ya kula starehe. Vingunguti na maandamano wapi na wapi. Kwa hiyo nawasihi na waomba sana kwa nafasi yangu kama mwanafamilia mwenzenu, lakini pia kiongozi kwa nafasi hii ya kulinda usalama wa raia na mali zenu, kazi
kubwa niliyopewa ni kuhakikisha ninyi wananchi mnakuwa wa kwanza kulinda usalama wenu na mali zenu. Dr. Samia anatupeleka kwenye nchi ya ahadi, anatupeleka katika nchi ya maziwa na asali. Ameshamaliza miradi viporo, kwa hiyo hivi sasa ameingia madarakani, manake miaka yake 5 anaenda na miradi ambayo yeye mwenyewe ameibuni. Kwa mfano hapa tuna diwani wa Kisukuru, Dr. Samia Suluhu Hassan ameipatia kwenye akaunti ya jiji bilioni 15. Ukishaapishwa tunaenda kujenga kituo kikubwa cha afya katika kata ya Kisukuru. Kisukuru oye! Lakini hapa kuna diwani wa Pugu Station. Pugu Station tunaenda kujenga kituo cha afya cha bilioni 500. Lakini ukitoka Pugu Station kuna kata ya Pugu. Kata ya Pugu tunaenda kujenga hospitali ya ghorofa 3 yenye thamani ya zaidi ya bilioni 5. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Lakini wanasema mgagana huko hali wali mkavu. Kata hii ya Vingunguti Mheshimiwa Rais anaenda kujenga kituo cha afya kikubwa chenye thamani ya zaidi ya bilioni 2. Lakini ukienda Mnazi Mmoja kwenye kata Kivukoni, ile hospitali tunaenda kuifumua. Tunajenga hospitali ya kisasa yenye thamani ya bilioni 5. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Maana yake nini? Jiji la Dar es Salaam tunakwenda kutoa huduma bora na huduma za kisasa. Na wakati anaingia madarakani alitupa maelekezo, tubuni vyanzo vipya vya mapato. Niwashukuru madiwani, kwenye kata zao tumejenga masoko na vyanzo vingine. Rais Samia anaingia madarakani tulikuwa tunakusanya bilioni 89. Hivi ninavyozungumza na wewe tunakusanya bajeti yetu kwa mwaka bilioni 130. Mama Samia oye! Katika bilioni 130 hizo tuna 10% ya barabara. Tumetenga takriban bilioni 13. Maana yake ni kwamba mji huu utakuwa na barabara pamoja na mifereji mikubwa na taa za barabarani. Nikasema nizungumze haya machache uone kazi aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa tunahitaji kuwa na amani na utulivu. Zikitokea vurugu kama za tarehe 29, manake mji huu na amani haitakuwepo. Lakini washukuru vijana wa Vingunguti, wakati wa tarehe 29 utulivu ulikuwa ni mkubwa sana. Niwapongezeni na niwashukuru sana wanangu. Na tuendelee kushirikiana kutuliza mji wetu. Lengo ni kuhakikisha amani inatawala. Tuwape pole wale ambao waliotangulia mbele za watu kutokana na machafuko yale, lakini tuwape pole wale ambao waliibiwa mali zao. Ndugu zanguni, neema huwezi kuiona hadi ikuondoke. Nimalizie Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri. Neema huwezi kuiona hadi ikuondoke. Leo hii kwa nini tunajenga machinjio ya pili? Sudani imeingia kwenye vita. Kitendo cha kuingia kwenye vita Sudani, soko la nyama tumelichukua sisi Tanzania. Manake ni kwamba kama nchi haitatulia, manake miradi hii hatuwezi tukufanya, ajira zitaweza kupatikana. Kwa hiyo niwaombe sana wanangu tuweze kutulia, na mji huu tunakwenda kuwa kama Istanbul ndogo.